John Mtucheon, mchoraji maarufu, alichora katuni katika tukio moja la maadhimisho ya miaka 100 ya kuzaliwa kwa Abraham Lincoln. Mchoro huo ulionyesha wanaume wawili wakiwa wamesimama kwenye ukingo wa msitu uliofunikwa na theluji huko Kentucky, asubuhi ya baridi ya Februari mwaka 1809. Mwanaume mmoja akamuuliza mwenzake, "Vipi, kuna habari gani hapa?" Na yule mwanaume mwingine akajibu, "Hakuna mengi. Kweli, kuna mtoto mpya pale kwenye kibanda cha Tom Lincoln. Hiyo ndiyo yote. Unajua, hakuna kitu kinachotokea hapa." Ukweli ni kwamba kwa mtazamo wa historia, mambo muhimu sana mara nyingi huanza kujitokeza na kilio cha mtoto mchanga asiyeonekana kuwa muhimu, au angalau anayedhaniwa. Fikiria kuzaliwa kwa Isaka, Samueli, Yohana Mbatizaji na muhimu zaidi, Yesu Kristo. Kila mmoja wao aliweka msingi wa sura mpya kabisa katika mpango wa Mungu wa vizazi. Kweli, kuhani wa Agano la Kale na mke wake wanapata uzoefu wa kuzaliwa kwa mtoto wa kiume, na yeye atakuwa msemaji wa Mungu wakati muhimu sana katika historia ya Israeli. Jina la mtoto ni Yeremia. Katika aya ya kwanza ya kitabu kinachobeba jina lake, tunaambiwa kwamba Yeremia alikuwa mwana wa Hilkia, mmoja wa makuhani waliokuwa Anathoth katika nchi ya Benyamini. Anathoth ilikuwa mji kaskazini mashariki mwa Yerusalemu ambao ulikuwa umetolewa kwa wazao wa Haruni nyuma katika Yoshua 21. Manabii wa Mungu katika Agano la Kale waliitwa kutoka asili mbalimbali, na Yeremia angekuwa akifuata nyayo za baba yake kuwa kuhani. Kwa kweli, tunasoma hapa katika aya ya pili, neno la Bwana lilinijia katika siku za Yosia mwana wa Amoni, mfalme wa Yuda, katika mwaka wa 13 wa utawala wake. Kweli, Yeremia atamtumikia Bwana wakati wa utawala wa wafalme 5 tofauti, na atahubiri kwa taifa kwa zaidi ya miaka 40. Na wacha nikuambie, hiyo itakuwa kazi ngumu. Kumbuka, anaitwa nabii anayelia kwa sababu atamwaga machozi mengi juu ya uharibifu wa Yerusalemu na wa Babeli, kuchomwa kwa hekalu la utukufu la Sulemani na utumwa wa watu wa Mungu. Kwa kweli, wakati mmoja Yeremia atatupwa kwenye kisima au birika tupu na ataachwa afe. Kwa nini? Kweli, kwa sababu alitoa ukweli na aliishi kwa ajili ya Mungu. Labda kwa sasa haupiti wakati mzuri maishani mwako, labda uko chini ya shinikizo kubwa, na yote unayofanya ni jambo sahihi. Yote unayosema ni ukweli. Nataka uhamasike tunapoanza safari kupitia maisha na nyakati za Yeremia. Angejua jinsi unavyohisi. Sasa hapa katika sura ya kwanza tunapewa wito wa Yeremia kuwa nabii wa Mungu, na Mungu anamuita kwa kumpa habari za kushangaza hapa katika mstari wa 5. Kabla sijakuumba tumboni nilikujua, na kabla hujazaliwa nilikutakasa. Nilikuweka kuwa nabii kwa mataifa. Ukweli uliofichuliwa katika mstari huu mmoja unaweza kujaza kitabu kizima, na una matumizi katika maisha ya kila mmoja wetu. Mungu anamwambia Yeremia hapa, nilikuumba tumboni. Kitenzi cha Kiebrania hapa kwa kuumba kinamaanisha kutengeneza. Kuunda kwa maana halisi, kutengeneza, kama mfinyanzi anavyotengeneza chungu cha udongo. Yeremia alikuwa kazi ya ubunifu ya Mungu. Kila nguvu aliyokuwa nayo Yeremia, na kila udhaifu, kila uwezo na kila ulemavu, ulikuwa umefumwa ndani yake na mkono wa muumba wake. Wapendwa, hiyo ni kweli kwako, na ndiyo sababu alama yako ya vidole, sauti yako, uso wako sasa unaweza kutumika kwa usalama, kwa sababu hakuna mtu mwingine kama wewe duniani. Wewe ni kiumbe wa kipekee uliyetengenezwa na Mungu. Lakini angalia, Mungu anarudi nyuma kwa wakati na kumwambia Yeremia, kabla sijakuumba tumboni nilikujua. Mwandishi mmoja aliweka hivi: kabla Yeremia hajamjua Mungu, Mungu alimjua Yeremia. Kabla Yeremia hajajua chochote kuhusu Mungu, Mungu alijua kila kitu kuhusu Yeremia.
Kabla wewe na mimi hatujatambua kwamba Mungu ni muhimu kwetu, tunasoma hapa ukweli kwamba tayari tulikuwa muhimu kwa Mungu. Sikiliza, ukweli kwamba tumeumbwa na Mungu, kwamba sisi ni muhimu kwa Mungu, hiyo inabadilisha jinsi tunavyojiona sisi wenyewe. Hatui muhimu kwa Mungu, unajua, ikiwa kwa namna fulani tunafanikiwa kuwa muhimu kwa watu wengine. Wapendwa, ukweli kwamba wewe ni wa maana kwa Mungu unathibitishwa na Mungu kukutengeneza na kukutafuta na kukuita kwake. Lakini bado kuna zaidi hapa katika mstari wa 5. Sio tu kwamba Mungu alimuumba Yeremia tumboni na kumjua kila kitu kumhusu hata kabla ya kumuumba tumboni. Anamwambia pia nabii hapa, kabla hujazaliwa nilikutakasa, nilikuweka kuwa nabii kwa mataifa. Hii ni ya kushangaza. Hii inamaanisha maisha yako si fumbo na unahitaji tu kuwa na akili ya kutosha kujua jinsi vipande vyote vinavyoungana. Hapana. Mungu tayari amepanga maisha yako. Unapaswa tu kutembea naye. Yeye anafunua kwako. Yeye anaweka kila kipande pamoja siku moja baada ya nyingine. Sasa, hata baada ya ufunuo huu wa kushangaza kwa Yeremia, lazima nikwambie, haimfanyi Yeremia moja kwa moja, unajua, kutaka kwenda kufanya sherehe. Kwa kweli, yeye si mwenye furaha sana kuhusu kuteuliwa kuwa nabii wa taifa hili lisilotii. Yeremia anamjibu Mungu hapa katika mstari wa 6 kwa kusema, sijui jinsi ya kuzungumza, kwa maana mimi ni kijana tu. Neno la Kiebrania kwa kijana hapa linaweza kumaanisha mtu mzima kijana. Yeremia ana umri wa miaka 20 hivi wakati huu na tayari ameshajua mambo mawili. Uligundua? Jambo la kwanza, yeye si mhubiri mzuri sana. Yeye si mfasaha. Jambo la pili, hana vya kutosha kwenye wasifu wake. Yeye hana uzoefu. Sawa. Angalia jibu la Bwana kwake hapa katika mstari wa 9. Tazama, nimeweka maneno yangu kinywani mwako. Na hilo ndilo jambo muhimu hapa, sio wasifu wa Yeremia. Jambo muhimu ni ufunuo wa Mungu. Tazama, Mungu hadhiriki na mapungufu yetu. Usijikite sana kwenye ukosefu wako wa uwezo hadi ukasahau utoshelevu wa Mungu. Na Mungu anasema kwa ufanisi hapa, Yeremia, wewe nenda tu ukatoe neno langu, nitaweka hilo kinywani mwako. Kisha hapa katika mstari wa 10, Bwana sasa anampa Yeremia muhtasari wa huduma yake. Tazama, nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme, kung'oa na kubomoa, kuharibu na kuangusha, kujenga na kupanda. Kwa maneno mengine, ujumbe wa Yeremia utaleta hukumu kwa wale wasioamini na baraka kwa wale wanaoamini. Sasa kwa hilo, Bwana anampa Yeremia maono mawili. Hapa katika mstari wa 11, Yeremia anaona tawi la mlozi. Sasa, mti wa mlozi huchanua mapema. Hivyo hii ni ishara kwamba msimu wa kuchipua unakuja. Wazo hapa ni kwamba huduma ya Yeremia ni ishara kwamba ahadi za Mungu zitatimia hivi karibuni. Maono ya pili yako hapa katika mstari wa 13. Yeremia anaona sufuria inayochemka ikielekea mbali kutoka kaskazini. Sasa hii inahusu janga litakalotokea kutoka kaskazini. Ni rejeleo wa jeshi la Babeli ambalo litatoka kaskazini kuja Yerusalemu na litachoma Yerusalemu hadi chini. Kwa hivyo hapa unayo. Hii ni wito wa Yeremia kwa huduma ya unabii. Bwana anampeleka kupeleka ujumbe ambao watu watahitaji kusikia, na kwa bahati mbaya wengi wao hawatasikiliza kabisa. Lakini siku moja nabii huyu atasimama mbele za Mungu na atapewa thawabu, si kwa sababu watu walisikiliza au kumfuata, bali kwa sababu alimfuata Mungu na alitoa neno la Mungu kwa uaminifu. Sasa hapa ndipo Yeremia alielewa. Sote tunahitaji kuelewa jambo hilo hilo leo. Mafanikio machoni pa Mungu hayapimwi kwa idadi ya watu wanaokusikiliza, idadi ya watu wanaopakua mahubiri yako, au idadi ya watu wanaokufuata ambao unaathiri. Hapana, mafanikio ni kukubali ukweli kwamba Mungu alikuumba jinsi ulivyo na alikupa kusudi maishani ambalo ameunda kwa kipekee kwa ajili yako. Na kusudi hilo huenda lisionekane la kuvutia sana leo.
Inaweza kuwa, unajua, inaweza kuwa ni mzigo mwingine wa kufua nguo. Inaweza kuwa ni gunia lingine la mahindi kuvuna. Inaweza kuwa ni somo lingine la shule ya Jumapili kuandika. Lakini mwamini Bwana. Tembea pamoja naye. Na kama Yeremia, acha kila kitu kingine kwa Muumba wako, mkombozi wako. Kumbuka tu mpendwa, kabla Mungu hajakuumba tumboni, alijua kila kitu kukuhusu. Basi hadi safari yetu ya hekima inayofuata, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Amina.